Nasor Shabani Ameir, mkurugenzi mwendeshaji wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF. Kama unaofahamu, mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar sasa hivi unatekeleza mradi mkubwa kabisa wa usafiri wa umma hapa Zanzibar. Tumeanza kujenga vituo, lakini tutaendelea kujenga vituo mbalimbali ndani na nje ya mji. Huu mradi kwanza utaanza katika mkoa wa Mjini Magharibi. Tutajenga kituo Jumbi, tutajenga kituo Fumba, tutajenga kituo Buyu, tutajenga kituo Koani, tutajenga kituo Chuini ambacho tayari sasa kipo, lakini ndani ya mji tumejenga kituo Kijangwani, tutajenga kituo pale hospitali ya Mnazi Mmoja, lakini tuna kituo ambacho kipo Malindi sasa kinamalizika. Hivi vituo vyote vimejengwa kwa ajili ya kuja kutoa huduma kwa mabasi haya ya kisasa, mabasi yetu ya umeme. Mabasi haya yatakwenda ruti zote kwa mujibu wa miundombinu itakavyomalizika. Sasa hivi tutaanza na ruti ya Buyu pamoja na uwanja wa ndege, kwa sababu tayari miundombinu ya hii barabara imeshakamilika na tumeanzia na mabasi 10, lakini kila ruti zikimalizika, barabara zikimalizika, miundombinu ikimalizika, basi atakuwa yanaongezeka kadri ya miundombinu itakavyomalizika. Kwa hiyo kwa sasa hivi leo hivi tukashusha mabasi 10, mabasi ya kisasa kabisa, ni mabasi ya umeme. Lengo letu kwanza leo tukishusha, tutaanza harakati zote za usajili kama sheria za nchi zilivyo, tutatrain madereva, alafu baadaye tutaanza operation. Tunatarajia aidha iwe mwisho wa mwezi wa pili au mwanzo wa mwezi wa tatu, lakini hatutaki kufika hata mwanzo wa mwezi wa tatu. Nia yetu ndani ya kipindi cha Ramadhani basi usafiri huo huwe tayari umeshaanza kazi, lakini tukishusha leo kulikuwa hizi harakati za kufuata sheria za nchi za usajili, za kupima baadhi ya vifaa ambavyo ndani ya mabasi, lakini aidha mwisho wa mwezi wa Februari au mwanzo wa mwezi wa Machi tutaanza. Lengo letu ni kuweka mabasi 100 na kuendelea, kwa sababu ruti ziko nyingi kama tulivyotaja. Kuna ruti ya Buyu, kuna ruti ya uwanja wa ndege, kuna ruti ya Fumba, kuna ruti ya airport kwenda Chuini, kuna ruti ya Jumbi barabara ya Magomeni, kuna ruti ya Koani ambayo ni barabara ya Mali, lakini kuna ruti ya Chuini. Kwa hiyo lengo letu ni kuleta mabasi 100 na kuendelea, lakini utaratibu wa mabasi tulete mabasi mangapi? Mamlaka ya mawasiliano ya usimamizi ni barabarani wanatumia njia hii ile mabasi mangapi, njia hii ile mabasi mangapi, kwa mujibu wa abiria wenyewe ambao wapo, lakini wao ndio watatuongoza lete mabasi mangapi. Kama nilisema awali, vituo vyote hivi tunavyojenga sasa hivi mfuko wa hifadhi ya jamii, hivi ni vituo ambavyo vitatumia mabasi haya. Cha Mnazi Mmoja ambao ujenzi wake utaanza hivi karibuni, cha Malindi ujenzi wake sasa hivi utamalizika, cha Kijangwani na vingine vitaendelea mji. Hivi vituo vyote vitatumia mabasi haya, lakini kuna vituo vya kisasa vya barabarani ambavyo viko nje ya nchi tunatengeneza. Tunategemea mwisho wa mwezi huu wa pili au wa tatu vituo navyo vya barabarani vitakuja, ambavyo hivyo ni basi stop. Abiria wao wanataka special kusubiria tunavyotaka, na ndio lengo la serikali. Kama tunajua kuna barabara hii kutoka Makunduchi kutoka Tunguu kwenda Makunduchi inajengwa njia 4, na barabara kutoka Chuini kwenda Lungu nayo vile inajengwa njia 4. Kwa hiyo kadri miundombinu itakapokuwa tayari kutoa ruhusa kupitia serikalini, wakituruhusu basi mradi nao utaenea nje ya mikoa mingine, lakini kwa kuanzia tutaanza na mkoa wa Pili. Kwa kumalizia, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar wa Baraza la Mapinduzi Dr. Said Mwinyi. Wakati alipotoa wazo la mradi, watu waliona kama maskhara, lakini sasa hivi kusema la kweli, yale maskhara ndio imekuwa kweli. Kwa hiyo mimi nampongeza sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa maono yake makubwa na kwa kuturuhusu sisi ZSSF kuweza kutekeleza mradi huu. Asante. Kwa jina naitwa Fadhil Jumali, ni mkurugenzi wa usalama mamlaka ya usafiri na usalama barabarani. Kwa ujumla magari haya yanatakiwa kufuata taratibu zote kama ambavyo zimeelekezwa kwenye sheria nambari 7 ya usafiri, lakini kimsingi yatabidi haya yaende sehemu yetu kwa ajili ya kufanyiwa ukaguzi ili kuonekana yanakidhi vile viwango kama ambavyo vinaonekana katika sheria, yapatiwe road license. Lakini hata madereva ambao watakwenda kuendesha magari haya lazima wawe na leseni ambayo ni daraja D kwa mujibu wa sheria, lakini pia wawe na beji maalum ya utambulisho. Lakini katika misingi ya matumizi katika barabara, sisi kama mamlaka tumeshaandaa utaratibu wa kuweka kanuni maalum ya matumizi ya magari haya na vituo gani vitatumika na utaratibu wa matumizi ya vituo hivyo kwa ujumla wake. Lakini hata utaratibu mwingine wote ambao unatakiwa kufuatwa, basi tayari sheria na kanuni zimeshaandaliwa kwa ajili ya kukidhi
mahitaji ya mabasi haya. La kwanza, tunachukua madereva ambao tayari ni wazoefu ambao wana madaraja haya, lakini kwa kuwa hili ni gari ambalo lenye teknolojia mpya makubwa na ya kisasa, basi madereva wote wale ambao wameomba kazi kuja huku, basi sisi tunapatia taaluma ya kuweza kumanage magari haya kwa kuongezea uwezo. Lakini sio hilo tu, tayari tumeshazungumza na kampuni ambazo wameleta basi haya kutafuta trainer maalum pamoja na umahiri wa mabasi na wa madereva waliopo, basi kuwapatia taaluma ya ziada kabla hawajaanza kufanya kazi hizi.